Karibu. Leo tunaingia kwa undani zaidi kwenye vyanzo ulivyotupatia na vinachunguza kitu cha kina sana. Mtazamo wa Kikristo kuhusu jinsi ya kuzungumza na Waislamu. Na lengo letu hapa kwa wewe msikilizaji sio kubishana, bali ni kuchambua mawazo makuu, kuelewa tofauti na kuona fursa zilizopo. Haswa. Sasa kuna kauli moja ya ujasiri mwanzoni kabisa inayosema hivi: Uislamu huwaandaa Waislamu kwa ajili ya Ukristo kwa namna ambayo Ukristo hauwaandai Wakristo kwa ajili ya Uislamu. Hebu tuanzie hapo. Hii ina maana gani hasa? Hilo wazo, ndicho kiini cha kila kitu kwenye mwongozo huu. Inamaanisha kwamba kwa sababu Uislamu unamtaja Yesu au Isa, unahitaja Biblia, Injili na Taurati na manabii wote wa Agano la Kale. Muislamu anapokutana nawe anahisi tayari anaijua hadithi yako. Anahisi haya mambo mimi tayari nayafahamu. Anahisi yuko mbele yako tayari. Kabisa. Na hiyo inaweza kuwa changamoto, lakini na hapa ndipo panapovutia, ni fursa kubwa pia. Inamaanisha uhitaji kuanzisha mada. Mada tayari ipo mezani. Kuna kama msingi wa pamoja wa kuanzia. Sawa, msingi wa pamoja. Lakini nadhani tunaweza kuita msingi wenye nyufa. Napenda hiyo. Msingi wenye nyufa. Basi kabla hatujaanza kuziba hizo nyufa, hebu tuangalie vyanzo vyako vinasemaje kuhusu jinsi Qur'ani yenyewe inavyouzungumzia Ukristo. Maana naona kuna pande mbili tofauti kabisa. Ni kweli kabisa, utata wenyewe upo hapo. Kwa upande mmoja, Qur'ani inapinga moja kwa moja baadhi ya nguzo kuu za imani ya Kikristo. Kama zipi? Tukianza na tukio la msingi kabisa, kusulubiwa. Sura ya 4 aya ya 157 inasema waziwazi, walakini hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walifananishiwa tu. Yaani haikutokea moja kwa moja. Moja kwa moja. Kisha kuna swala wa utatu. Sura ya 5 aya ya 73 inasema, hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wa utatu. Na vyanzo vinasema mara nyingi huu utatu unaoeleweka ni Mungu, Yesu na Maria. Sivyo? Aswa. Sio utatu wa Kikristo hata kidogo. Na tatu, wazo la Yesu kuwa mwana wa Mungu. Hili ni mwiko kabisa. Sura ya 19 inasema, haiwi kwa mwingi wa rehema kujichukulia mwana. Kwa hiyo misingi mikuu mitatu, kusulubiwa, utatu, uwana wa Mungu, yote imepingwa vikali. Vikali sana. Lakini sasa, hapa ndipo mambo yanapochanganya. Baada ya kusikia hayo yote, vyanzo vinageuka na kutuonyesha aya zenye, mtazamo tofauti kabisa. Kwa mfano, sura ya 5 aya ya 82 inasema, hakika utawakuta walio karibu mno kwa urafiki na walioamini ni wale waliosema sisi ni Wakristo. Inashangaza sana. Unatoka kwenye wamekufuru hadi walio karibu mno kwa urafiki. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Na sio hiyo tu, sura hiyo hiyo ya 5 aya ya 5 inawaruhusu wanaume Waislamu kuoa wanawake wa Kristo. Hiyo inaashiria uhusiano fulani unaokubalika. Sawa. Lakini kama kwamba huo utata hautoshi, vyanzo vinatupeleka kwenye sura ya 9 aya ya 29. Hii inajulikana kama aya ya upanga. Inatoa maagizo ya kupigana na watu wa kitabu, yani Wakristo na Wayahudi, mpaka walipe kodi maalumu inayoitwa jizya na watiishwe. Kwa hiyo una kauli za urafiki na kauli za uhasama mkubwa, zote ndani ya kitabu kimoja. Ndio. Na ni muhimu wewe msikilizaji kuelewa muktadha huu mgumu ili uweze kuingia kwenye mazungumzo ukiwa na picha kamili. Hapa sasa ndipo panapovutia. Vyanzo vinasema huna haja ya kuanzisha mada ya dini, tayari ipo mezani. Hilo linaondoa pressure. Lakini, na hili ni lakini kubwa, unahitaji kuelewa imani mbili za msingi ambazo rafiki yako Muislamu anaweza kuwa nazo. Imani ya kwanza na ya kawaida sana ni hii: mimi tayari ninamwamini Yesu na manabii wote, sio Muhammad pekee. Hiyo inasikika kama fursa nzuri, sivyo? Inasikika hivyo, lakini mwongozo unaonya. Mara nyingi hii inamaanisha sihitaji kusikia injili yako kwa sababu tayari ninaifahamu kupitia Qur'an. Sasa unafanyaje hapo bila kusikika kana kwamba unashambulia kitabu chake? Hilo linaweza kuleta ugomvi haraka.
Vyanzo vinatoa ushauri wa vitendo sana. Badala ya kubishana, unafanya kitendo cha kuonesha. Unaweza kufungua Biblia yako kwenye orodha ya vitabu na kusema kitu kama, hili ni jambo la kuvutia. Tunaposema Biblia, tunamaanisha maktaba nzima. Hiki ni kitabu cha Musa, hiki ni cha Daudi, hiki ni cha Nabii Isaya, ni mkusanyiko wa maandiko ya manabii wengi. Qur'an, kwa upande mwingine, ni kitabu kimoja kutoka kwa nabii mmoja. Naona. Hoja ni kupanda mbegu ya wazo kwamba kuamini manabii ni kusoma maandiko yao wenyewe. Yesu wangu dhidi ya Yesu wako na kuelekea tunapataje habari za kweli kuhusu manabii hawa. Hiyo ni njia ya busara sana. Na vipi kuhusu ile imani ya pili ambayo nadhani wengi wetu tumeisikia? Biblia imebadilishwa au imepotoshwa? Hili ni pingamizi kubwa sana. Kubwa sana. Vyanzo vinasema hapa ndipo Wakristo wengi hukwama na kuanza kujitetea, lakini mkakati uliopendekezwa ni tofauti. Ni upyo. Ni kupanua swali. Badala ya kujibu, unauliza kwa upole. Hilo ni wazo la kuvutia. Je, unamaanisha kuwa Biblia imebadilishwa na wakati huo huo kuna Qur'ani moja tu kamilifu isiyobadilika tangu mwanzo? Kumbe hiyo inabadilisha mwelekeo mzima wa mazungumzo. Kabisa. Badala ya Biblia kuwa peke yake kizimbani ikijitetea, sasa mnaweka vitabu vyote viwili mezani. Na kusema sawa, hebu tuchunguze historia ya maandiko haya yote mawili. Inafungua mlango wa uchunguzi wa kihistoria. Kabla hatujachungua historia hiyo, nataka kukupa wewe msikilizaji fursa ya kuchimba hata zaidi. Je, unataka kupata chuo cha Biblia cha bure mtandaoni moja kwa moja kwenye simu yako? Chuo cha Tyrannus Hall Bible College, yani THBC, kinatoa fursa hiyo. Hakuna haja ya kusafiri. Unachohitaji ni simu na internet. Anza leo, waambie na marafiki zako. Tembelea tu duka letu kwenye shop.beacons.aikk2020. Tutalirudia hili baadaye. Hiyo ni fursa nzuri sana. Basi, turudi kwenye uchunguzi wetu. Tuanze na historia ya Qur'ani kama ilivyoelezwa kwenye vyanzo vyako. Madai ya kawaida ni kwamba iliteremshwa, ikakaririwa kikamilifu na kuna toleo moja tu. Mwongozo unatoa changamoto kwa madai hayo, na cha kushangaza unatumia vyanzo vya Kiislamu vyenyewe, hasa hadithi. Kwa mfano, kuhusu wazo la kutobadilika. Kuna kisa kutoka Sahihi al-Bukhari kinachosimulia jinsi aya fulani kuhusu vita ilivyobadilishwa na Muhammad mwenyewe ili kumjumuisha mfuasi wake aliyekuwa kipofu. Kwa hiyo, mabadiliko yalifanyika wakati wa uhai wake. Ndiyo. Na kuhusu kukaririwa kikamilifu, hadithi nyingine kutoka Sahihi Muslim inasimulia kuhusu sura nzima iliyokuwa ndefu lakini ikaja ikasahaulika. Sura nzima? Sura nzima. Lakini labda jambo la msingi zaidi ni jinsi Kurani ilivyokusanywa. Vyanzo vinasisitiza hakukuwa na kitabu kimoja rasmi wakati Muhammad anakufa. Maandishi yalikusanywa kutoka kwenye magome ya mitende, mawe meupe membamba na kutoka kwenye vifua vya watu walioikariri. Ngoja kidogo. Unasema vyanzo vinathibitisha maandishi yalikuwa yametawanyika kwenye vipande vya magome na mawe. Ni picha tofauti sana na wazo la kitabu kimoja kilichokamilika. Na hapa ndipo jambo linapokuwa zito zaidi. Baada ya kukusanywa, bado kulikuwa na tofauti za usomaji. Hivyo, Uthman, khalifa wa tatu, akaamua kuunda toleo rasmi moja. Sawa. Kisha, kama inavyoelezwa katika Sahihi al-Bukhari, alitoa amri, nakala zingine zote zilizokuwa na tofauti zikusanywe na zichomwe moto. Zichomwe moto? Kitendo hiki, ingawa kililenga kuleta umoja, kinathibitisha wazi kwamba kulikuwa na matoleo tofauti yaliyokuwapo awali. Hilo linabadilisha kabisa dhana ya nakala moja kamilifu. Na ni tofauti kubwa na jinsi vyanzo vinavyoelezea ushahidi wa Biblia kwa mfano. Tofauti kubwa sana. Vinataja maelfu ya nakala za Agano Jipya kutoka maeneo tofauti, tafsiri za zamani sana, ambazo zote zinathibitisha maandishi yalivyohifadhiwa kwa uaminifu. Sasa, unaona jinsi tofauti hizi za kihistoria za maandiko zinavyojenga msingi wa tofauti kubwa za kiteolojia. Ndiyo, sio tu swala la vitabu, ni kile vitabu vinafundisha. Haswa. Hebu tuangalie tatu muhimu: wokovu,
kusulubiwa na utatu. Sawa. Wokovu. Vyanzo vinasema katika Uislamu ni kama mizani ya matendo mema na mabaya. Ndiyo, kuna njia tatu kuu za kufika peponi. Ya kwanza, na ya uhakika zaidi, ni kuwa shahidi, yani kufa vitani. Huyu huenda moja kwa moja peponi. Na ya pili? Ya pili ni ya Muislamu mwema anayefuata nguzo tano. Huyu, kama matendo yake mema yana uzito kuliko mabaya, anaingia peponi. Na ya tatu? Ni ya Muislamu muovu. Huyo huenda kwanza motoni kwa muda ili kusafishwa, kisha anaingia peponi. Sawa. Lakini vyanzo vinadokeza tatizo kubwa hapa. Tatizo la msingi ni hili: hakuna uhakika. Na hoja kuu inayotolewa ni ya kushangaza. Qur'ani yenyewe sura ya 46 inamnukuu Muhammad akisema, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala nyinyi. Yaani, kama nabii mkuu mwenyewe hakuwa na uhakika, Mfuasi wa kawaida anawezaje kuwa na uhakika? hiyo ni hoja nzito sana. Nzito sana. Sasa turudi kwenye kusulubiwa. Tulisema Waislamu wengi Hukataa vikali. lakini mwongozo unapendekeza njia ya kipekee: kutumia Qur'ani yenyewe. Kuna aya zingine zinazotumia neno la Kiarabu tawafa kumuhusu Yesu. Neno hili limetumika mara 25 kwenye Qur'ani. Katika matumizi mengine 23, kila mara linamaanisha kusababisha kifo au kuchukua roho. Kwa hiyo hoja ni kwamba kama linamaanisha kifo kote, pengine kwa nini liwe tofauti kwa Yesu? Haswa, inafungua mlango wa mjadala kwamba Qur'ani yenyewe inaweza kufasiliwa kumaanisha Yesu alikufa. Hiyo ni mbinu ya kuvutia. Na hatimaye utatu, swala gumu kuliko yote. Gumu sana, na kama tulivyosema, chanzo cha mkanganyiko ni kwamba Qur'ani inapinga kitu ambacho Wakristo hawakiamini: Mungu, Maria na Yesu. Uelewa usio sahihi Kabisa. Ukristo unaelezea Mungu mmoja katika nafsi tatu tofauti: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio hesabu, ni fumbo. Na hapa vyanzo vinadokeza jambo la kushangaza. Hata Uislamu una maswali magumu yasiyoelezeka kuhusu asili ya Mungu. Kama lipi? Kama swali, je, Qur'ani imeumbwa au ni ya milele kama Mungu? Swali hili lilisababisha vita. Jibu la wengi leo ni bila kaifa. Bila kuuliza jinsi gani? Yani tunaamini bila kuelewa. Huu ni utambuzi kwamba yapo mambo ya kimungu yaliyo juu ya uelewa wetu, kama vile fumbo la utatu. Sawa. Kwa hiyo tukikusanya yote haya, picha inayojitokeza ni kwamba mazungumzo yenye tija yanahitaji uelewa wa Kina sana. Sio tu wa maandiko, bali historia yake na teolojia yake. na mbinu ni kuanza kwenye msingi wa pamoja, lakini kuwa tayari kuingia kwenye tofauti kwa upole na maswali yanayochochea fikra. Lengo kuu ndilo hilo, ni kukuwezesha wewe msikilizaji kutoka katika nafasi ya kufundishwa kuhusu Ukristo na rafiki yako, na badala yake uweze kuelezea imani yako kutoka kwenye vyanzo vyake halisi. Kubadilisha msingi wa mazungumzo. Ndiyo, badala ya Qur'ani kuwa ndio mwamuzi wa Ukristo, unaitumia Biblia kuwa mwamuzi wa Ukristo. Kabla hatujamaliza, napenda kukukumbusha tena kuhusu fursa ile nzuri. Pata chuo cha Biblia cha bure mtandaoni. Ni Tyrannus Hall Bible College au THBC. Hakuna haja ya kusafiri, unachohitaji ni simu yako tu. Anza safari yako ya elimu ya kina leo. Tembelea duka letu kwenye shop.beacons.ikk2020. Waambie na marafiki zako. Na sasa tunakuacha na wazo hili la mwisho la kutafakari, kutoka moja kwa moja kwenye vyanzo vyako. Ni wazo muhimu sana. Vyanzo vinazungumzia kitu kinachoitwa teolojia ya hekalu. Hii inamaanisha mfumo mzima wa Agano la Kale, Mungu kukaa na watu wake, ukuhani na hasa dhabihu za upatanisho. Mfumo huu wote ndio unaojenga msingi wa hadithi ya Yesu na kifo chake msalabani. Sasa, mafundisho haya ya hekalu hayapo kabisa katika Qur'ani. Kwa hiyo swali la kujiuliza ni hili: je, uwepo au ukosefu wa hii teolojia ya hekalu hubadilishaje kwa kiasi kikubwa hadithi nzima ya uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu katika kila moja ya imani hizi mbili?